Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza wewe, umejaa nguvu na utukufu. Mamlaka yako ni ya utukufu na ni ya amani, wakati wote mwanadamu ametambua kile kimefichwa ndani yake. Na wakati tunapotambua ya kwamba msamaha wa dhambi wakati ule ulipoingia ndani yetu, tulisamehewa dhambi zetu zote na tukaondolewa katika maovu na hata katika kifo kile kilikuwa kinawidana nasi. Pokea sifa Baba yangu mtakatifu, uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote Bwana Jehova Jireh tumetoa kwako, kwa sababu ya upendo ulio ndani yako juu ya wateule ule Bwana umewateua hapa ulimwenguni. Asante ni kwa sababu kututoa ulitutoa mbali sana, ndio tuweze kufika mahali tumefika. Mababu wetu wengine wamekufa, nasi tuko hai. Pokea sifa ni kwa sababu kuwapitia tumejua ukweli. Wengine wamekufa wakiwa wanajua ukweli, wakiwa wamepokea msamaha wa dhambi. Wengine wamekufa wakiwa hawajatambua msamaha wa dhambi. Nasi sasa Bwana Jehova Jireh tunautambua msamaha wa dhambi, na tunaomba Bwana tuendelee na kuwajulisha wengine huo msamaha wa dhambi. Na wakati wataweza kutambua msamaha wa dhambi, ndio wataweza kuzaliwa mara tena katika maisha yao. Baba wetu na Mungu wetu, kazi yetu sisi si kukaa katika kutazama tu, lakini tutazama, tuwaona, alafu twayaambiana mmoja kwa mwingine, kwa sababu hiyo ndio ile kazi Bwana ulitangulia nayo ya kuwafungua watu. Wakati Yesu Kristo ulipokuja ulimwenguni, haukufanya biashara nyingine yoyote. Biashara yako ile Bwana ulitilia maanani ni moja tu, kuhubiria watu, kuwafungua na kuwaokoa. Nasi Bwana Jehova Jireh umetupa hiyo kibali tuweze kuzungumzia watu, kuwafungua na hata kuwaokoa katika hali zote zile walio ndani yake, za kuwapokonya amani na uzima ulio ndani yako Kristo Yesu. Ninawaombea Bwana Jehova Jireh ndio waweze kutambua na kuelewa, ndio tuweze kupokea yote yatokao kwako. Ni lazima tuamini neno lako, nalo neno linatufungua, nalo neno linatupa hekima ya kutambua mapenzi yako na kutambua kile kilifanya uweze kuja ulimwenguni na kufa pamoja na wenye dhambi. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu haya yote yawezekana, yajulikana kote kote, wakati mtu anapotambua neno lako katika ufunuo. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ya upendo ulio katika maishani mwetu, kwa kutambua vile unavyotupenda. Ninawabariki watu hawa Bwana, tukiendelea tatuisi yoyote ile inatatiza mioyo yao, akili zao, maisha yao, ninaiweka chini ya miguu yetu. Ninakomesha kila ngome, ninakomesha kila uadui katika maisha yetu, katika mioyo yetu, katika mawazo yetu na mili yetu. Ninakomesha kila adui yeyote yule asimamaye katika mwanya ndio aweze kupingana nasi. Na kushukuru Baba wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu uponyaji wako tumeupokea sisi, nguvu zako tumezipokea sisi, utakatifu wako tumeupokea kwa sababu ya kuamini neno lako, kulingana na ile kazi uliyoifanya kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Twakuinua sasa hivi Bwana, ni kwa sababu ya mamlaka iliyo ndani yetu, kwa pendo lako Bwana Jehova Jireh, na kwa utukufu na kwa ushuhuda mwema umeuweka ndani ya mioyo yetu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Tunaendelea na kuangalia mahali pale watu wanapokutana
Mungu anapokutana na watu wake, Mungu anakutania wapi na watu wake? Anawabariki watu wakiwa wapi? Tukaona siku ya juzi katika hii topic ya mercy seat, sababu tunazungumza kuhusu mercy seat, kiti cha rehema. Katika kiti cha rehema, mahali pale Mungu alimwambia Musa, tupatane nawe katika kiti cha rehema. Mahali pale sanduku la agano lipo pale, mahali limewekwa ile 2 tablets of commandments, Bible la Aaron na Mana. Hapo ndipo ninataka tuweze kukutana mahali pale juu ya hiyo sanduku, mahali makerubi wamesimama. Haleluya. Mungu akamwambia Musa, tupatane hapo ndio tuweze kuzungumza. Kwa hivyo kuna jambo moja niliweza kutambua. Mungu hasungumzi na watu mahali popote pale mwanadamu anavyohitaji. Na hiyo ni jambo moja niliweza kujua, na nikaona ni kitu ya hekima sana wakati tunapoitambua, kwa sababu watu wanafikiria mahali popote. Na ndio unaona watu wengine wanafikiria lile neno linaposema ya kwamba mahali watu 2 watatu wamepatana. Sio mahali watu 2 watatu wamepatana na haujui ni kwa nini. Kwa sababu sokoni watu wamepatana, watu wengi, hata ni zaidi ya 2 watatu. Katika bar watu ni wengi wale wakutanao kule, lakini si kwa ajili ya Mungu. Biblia inasema na inasabia ya kwamba mahali 2 watatu wapatana kwa ajili ya neno la Bwana, kwa ajili ya neno la Bwana, hapo ndipo neema ya Bwana inaposhuka, ama baraka ya Bwana inapoendelea na kuwabariki watu wale wamepatana pamoja, ni kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe. Neema ya Bwana imetutangulia ndio tuweze kuendelea na kutambua mapenzi yake katika ukweli ulio ndani ya neno lake. Kwa hivyo asubuhi ya leo, tukiendelea na kulisikiliza neno na kutambua yale yamefichwa ndani yake, tutaweza kuwa na furaha sana katika mioyo yetu, tukiwa tumefunguliwa. Mambo yale yote yalikuwa yametuficha uso wake, yametuficha ukweli, yametuficha yes, tumaini lililo ndani yetu kumpitia yeye Kristo Yesu. Kwa hivyo tukinena kuhusu forgiveness of sin, the secret, sababu hii si jambo la kawaida, watu wengi hawajui. Yes, watu wanafikiria msamaha ni msamaha tu, na msamaha huo wanafikiria juu yake, wanafikiria ni msamaha tu ule wa kikawaida. Lakini naangalia neno la Bwana, naona ya kwamba si kikawaida. Kuna steps, kuna hatua ile tunapohitajika kuipokea ndio tuweze kutimiza yale inayotuhusu, tuweze kuyatimiza yote. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka tuingie pamoja nawe katika neno la Bwana. Tuingie pamoja katika neno la Bwana. Ninaomba watu tumeingia, naona watu wako ndani, naomba tuweze kuendelea na kuwakaribisha our friends ndio waweze kupokea kibali hiki. Fungua pamoja nami, tutasoma katika kitabu ya Isaya.
Tutasoma neno katika kitabu ya Isaya. Isaiah 55:6. Isaiah 55:6. Tunalisoma aje? Ya? Tunalisoma hivi. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Hiyo ni namba 6. Yeah. Ati alafu let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and unto our God, for he will abundantly pardon. Mtu mbaya na aache njia zake. Mtu mbaya na aache njia zake. Bwana asifiwe. Mtu mbaya na aache njia zake. Na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na amrudie Bwana, naye atamrehemu na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Kuna njia ya msamaha wa dhambi. Kuna njia ya kupatana na ukweli ulio ndani ya neno pasipo mawazo ya mwanadamu, pasipo njia ya mwanadamu, pasipo haki ya mwanadamu yeyote. Sababu kama ni haki ya mwanadamu, sisi wote tungekuwa tumeingia katika ni Isaiah 55:6 and 7. Sisi wote tungekuwa katika nafasi ya Mungu tukiwa kabisa tumefanyika kuwa wakamilifu. Lakini ulimwengu uko na njia mbili. Wacha tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya Yeremia. Acha nikuangalie, tulia kidogo. Wewe fungua katika kitabu ya Yeremia. Fungua tu Yeremia, najua ni Yeremia. Katika kitabu ya Yeremia nitakusomea mstari wa 13. Yeremia 2. Wacha tuingie pamoja nawe. Yeremia 2:13 ndio tuweze kurudi katika Isaiah 55. Yeremia 2:13 tunazungumzia juu ya Mungu anahitaji mwanadamu waweze kupatana wapi? Where God meets with his people. With us. Anapatana nasi wapi? Tunakutana naye wapi? Yes. Sababu si mahali popote, hata si kanisani. Yeah. Hata si katika maombi. Hata si katika kusoma Biblia. Kuna mahali speciali na kuna njia speciali. Kwa hivyo
Jeremiah 13 mstari wa Jeremiah 2 sorry my dear. Jeremiah 2:13 kuna mambo tunafaa kuangalia mahali pale ndio tuweze kujua mapenzi ya Bwana wakati mwingine, ama vile neno la Bwana limeandikiwa ndio tuweze kuyatambua. Inasema aje? Wakati Mungu ako mbinguni akitazama mwanadamu anaona namna hii. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and poured them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Kwa maana watu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. Wamejichimbia birika, mabirika ya vujao yasiyoweza kuweka maji. Wakati ule nilikuwa ninatafakari juu ya neno kama hili, ati watu wangu wamepotea, ati kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. Wamejichimbia mabirika ya vujao yasiyoweza kuweka maji. Wakati nilikuwa ninatazama hiyo, nilikumbuka vile mtu anaitwa Paul katika kitabu ya Roman 10. Wacha tuangalie katika kitabu ya Roman 10 alivyosema na kanisa ya Warumi. Roman 10:1 akasema, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So Paul wakati alipoangalia wana wa kanisa ya Rumi, alikuta watu wale hawajatambua na hawajajua mahali pale wanafaa kupatana na Mungu wao. Mpaka hata kama ilikuwa kanisa ya watu wengi, Musa aliyatazama akaona wokovu hauko. Hawana wokovu kamwe, kwa sababu ndio anasema my heart desire and prayer to God for Israel is. Israeli walikuwa hawajasimama katika nafasi ya kutambua njia na ukweli ulio ndani ya Mungu. Is that they might be saved. Ate ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. So wakati Paulo alitazama kanisa ya Warumi, imejaa Waisraeli wenye hawajatambua wokovu wa Bwana, hata kama ndani yao wanafikiria wameokolewa. Ndani yao wanafikiria wako ndani ya Mungu. Mioyoni mwao wanafikiria wako ndani ya Mungu. Mioyoni mwao wanafikiria wako pamoja na Mungu. Number 2, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Wanajuhudi kwa Mungu, lakini si katika maarifa. Kulingana na Paul, aliona kanisa nzuri, kanisa imejaa watu, kanisa iko na watu walio na juhudi sana ya kumtafuta Bwana, lakini hawana maarifa ya kumtambua. Ndio tunasema ya kwamba the secret of forgiveness
yaani kusamehewa dhambi zetu na kufunguliwa kuitwa watakatifu si jambo la kawaida, na si jambo tunaweza lifikiria, tunaweza patana nalo hivi tu. Lakini Paul aliona kuna mahali hawajafika, kuna kitu hawajatambua, kuna siri hawajaijua. Wanamtafuta Bwana tu kikawaida, wanakibizana na mapenzi ya Mungu katika mawazo yao. Wacha tuone number 3. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakikataa kuidhibitisha haki, na wakitaka sio kukataa, na wakitaka kudhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Hawakujitia chini ya haki ya Mungu, walitaka tu kujifuata. Hawakutambua mapenzi ya Mungu kikamilifu. Hawakutambua pale wanafaa kupatana na Mungu wao. Hawakujua mpangilio wa Mungu, na hata hawakujua moyo wa Mungu. Katika kitabu ya John 5, katika kitabu ya John 5:39 inasema, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Yes. Katika kitabu ya John akatazama akaona watu hawa wanadhania, watu hawa wanafikiria wamepokea uzima wa milele, kudhani baada ile ingine wako na juhudi, lakini ni juhudi isiyo na maarifa. Baada hii ya John, pande ya gospel, wanadhani wamepata uzima wa milele. Hallelujah. Epistles, wanamtafuta Bwana pasipo na maarifa. Kwa hivyo search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify for me. Wayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Twadhani tuna uzima wa milele ndani ya maandiko. Twadhani tuna uzima wa milele ndani ya Kristo. Twadhani kwa sababu twajua kusoma maandiko, twajua kuhubiri, twajua kutoa tithe, twajua kuja kanisani mapema, wala mipango yetu ni mizuri. Twadhani kwa sababu tuna baraka, tumebarikiwa kifedha, kimaisha, kiafya, tukafikiria ya kwamba tuna uzima wa milele. Neno linasema wayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayomshuhudia Christ. Kwa hivyo wakati tunaposoma maandiko na wakati tuko ndani ya maandiko twayasoma tu, hatuna moyo wa kutambua mapenzi ya Bwana ndio tuweze kuamini. Samba lililo na
na mambo mazuri kulingana na vile inafaa kuwa. Hata ikipandwa mbegu gani, ile mbegu inaweza ota ama ikose kuota. Na kuota kule itaota, itakuwa ni kitu yenye si strong. Sababu haina ukamilifu, ile shamba haina ukamilifu wa kile kinaweza fanya hiyo mbegu iweze kuota na itoe mazao. Watu wengi wanajua neno katika maisha yao, lakini lile neno halina msaada wowote katika maisha yao. Lile neno haliwasaidii, lile neno haliwaokoi, lile neno haliwadhibitishi ama kuwasimamisha. Lile neno haliwapei nguvu ya kuweza kuendelea na kuelewa mapenzi ya Mungu wao, halina. Kwa hivyo watu wanakaa katika kudhani, watu wanakaa katika juhudi kubwa sana ya kumtafuta Mungu, lakini ni yule Mungu hawawezi mpata, sababu hatafutwi na hiyo njia, kwa sababu yeye si watu wa kudhani. Na mahali pale katika mstari wa 40 inasema, and you will not come to me that you might have life. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Hamtaki kuja kwangu ndio muweze kuwa na uzima. Kwa hivyo watu wanaenda katika maandiko, watu wasoma maandiko, watu watafuta wanajua maandiko kwa njia kubwa, lakini ile maandiko haina msaada ndani yao, na haiwezi kuwasimamisha. Kwa hivyo sio ati watu hawajui maandiko, na tena sio ati watu hawajaokoka, lakini hawajaokoka kikamilifu. Hawajatambua njia ya wokovu wao, hawajatambua kamwe. Wajua tu ni wameokoka, lakini hawajui njia ya wokovu ni nini. Watu wengi hata wajui msamaha wa dhambi unakuja na njia gani. Watu wengi hawajui kuingia ndani ya Kristo, hawakuji. Biblia inasema wala hamtaki kuja kwangu. Yes, watu wengi wafungua midomo yao kila wakati wakisema mimi najua Mungu, mimi ni wa Mungu, lakini Kristo anasema yeye mwenyewe hawajui hata kama wasema wanamjua. Sababu Biblia inasema wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Yesu azungumzii watu walio nje ya wokovu. Yesu ananena kuhusu kanisa. Yes, ananena kuhusu kanisa, kama vile Paul ananena kuhusu kanisa ya Warumi. Kama vile Paul ananena kuhusu kanisa ya Warumi, hivi ndivyo tu naye John ananena akiambia watu ya kwamba ile maandiko mnayoisoma kila kitu kila siku, ile maandiko mnadhani imempa uzima wa milele, hamuelewi mapenzi yangu ndani yake. Kwa hivyo watu wengi wadhani wako na uzima wa milele, lakini hawatambui unapokelewa namna gani. Wao ni kudhani tu, sababu kitu chochote hakijafika katika moyo kiweze kuwa na haujakipokea katika moyo kwa imani, hakina msaada wowote katika maisha yako. Tuendelee, turudi katika kitabu ya Isaya. Ile imefanya tuweze kuingia kwa hizo vitabu zingine. Isaya, Biblia inasema ya kwamba Isaya 55, hiyo Isaya 55 number 6 inasema ati seek ye the Lord
while he may be found. Call ye upon him while he is near. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Mwiteni maadamu yu karibu. Kwa hivyo kuna wakati unaweza, kuna mahali uwe, kuna mawazo inayokuja ndani yetu tukifikiria ama tukidhani ya kwamba tutafaulu kupatana na Mungu. Sababu wakati mwingi twadhani kwa katika mawazo, sio katika imani. Mambo mengi tuyafanya katika sisi kujiongoza. Tujiongoza sana, na ubaya ni huu. Twadhani ya kwamba mawazo hayo tunayoyasikia ndani yetu ni Mungu ananena. Hiyo ni shida kubwa sana. Na iko na watu wengi makanisani. Kwa sababu mtu ametetemeka wakati alikuwa anaomba, akatingiza tu mikono hivi na akasikia kama roho huyo anatingiza mikono. My dear, feelings, my emotions, hiyo sio njia ya kupatana na Kristo wala kupatana na Mungu. Mpaka hizo zote uziondoe katika nafasi ya Mungu. Hizo zote hakuna wakati itakupatia kibali cha kuitwa mwana wa Mungu. Feelings and emotions, kuwa nazo, sikatai kuwa nazo, lakini usidhani hata kidogo zimekuja kwa sababu wewe na Mungu mko pamoja. Hakuna mahali tunaona roho akitetemeka, akifanya vituko. Roho wa Bwana ni mtulivu. Neno linasema ya kwamba neno lile ninalompa ndio kweli. Bwana asifiwe. Hatujaambiwa hilo neno ni la mtetemeko, ni la mrukaruko, la kujibigirigiza. Roho mtulivu, yeye yule anayeingia ndani yetu, ni kiongozi mkuu aliye na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote ya kutubadilisha tuweze kuwa kulingana na mapenzi yake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Number 7. Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and unto our God, for he will abundantly pardon. Mtu mbaya na aache njia yake. Wakati nilikuwa ninapoangalia hii, mtu mbaya na aache njia yake. Mtu mbaya, niliangalia, nilikuwa ninatafakari kuhusu hili neno katika moyo wangu, nikaona mtu mbaya sio yule atendaye umaraya. Mtu mbaya sio mwizi. Mtu mbaya si devil worshiper. Mtu mbaya si vile tunafikiria, mtu mwenye uongo na vita. Mtu mbaya ni nani? Huyo anaambiwa na aache njia zake. Mtu mbaya ni mtu yeyote yule hajaamini dhambi zake zote zilipokelewa ama ziliondolewa, zilichukuliwa na Christ Jesus. Huyo mtu haamini, ako katika kazi, ako katika njia zake za kujiosha, ako katika njia zake za kujiokoa, ako katika
njia zake, akidhani ya kwamba nikifanya hii jambo nitakuwa mkamilifu mbele za Bwana, nikifanya hii jambo Mungu atafurahishwa nami. Wacha nikwambie, kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, na ndio uko hapo, Mungu alifurahishwa nawe. Mungu alikupenda. Sio saa hii kwa sababu unatenda matendo ndio atakupenda. Sio kwa sababu ya kutoa tithe. Hiyo mambo hakuna wakati nitaiacha kunena juu yake, kwa sababu imedanganya watu wengi, imefunga watu wengi, imewazuilia watu wengi kupatana na Mungu wao na kutotambua nafasi ile wanafaa kupatana na Mungu wao. Wengine wanafikiria mapatano yao na Mungu ni kanisa. Wengine wanafikiria mapatano yao na Mungu ni maombi. Wengine wanafikiria ni kwa sababu ya kujitolea tithe na kuwapenda watu na huko nje. Wengine wafikiria ni kwa sababu ya kuwahurumia na kuwapeleka hospitalini na kuwalipia madeni. Wengine wafikiria ni ya kwamba ni kwa sababu wanapokea maji ya kisima ya Bethsaida na kwenda kumwaga kwa biashara zao, nyumba zao, na kuombea watu wengine nayo. Wengine wanafikiria ni handkerchiefs. Wengine wafikiria ni chumvi ile ya kufukuza waganga na washawi, maroho ya waganga na washawi. Hapana. That is not the connection. Hiyo sio njia ya Mungu, ya mapatano yako na Mungu. Wengine wanafikiria ni kwa sababu wamefanya harusi, kwa sababu wanakula meza na kukunywa divai. Wengine wafikiria ni kwa sababu wanahubiri na ni waobesi na kufunga sana. Hizo zote ni njia zako, na ndio unaambiwa mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Ondoa haya yote. Hizo sio njia. Hizo njia zilikuwa zinatumika na wana wa Israeli zamani, lakini tunaambiwa hawakuingia katika pumziko. Walizitumia zote, lakini hawakuingia katika pumziko. Wakati Kristo Yesu alipokuja, yeye hakutuambia tufanye kitu chochote. Alituambiaje? Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, na yeyote yule atakaa ndani yangu atazaa sana. Akasema ya kwamba katika kitabu ya Romans 3:24, ametufanya haki hivyo tu bure katika, haleluya, ndani ya haki yake, katika utakatifu na uaminifu wake akatufanya sisi kuwa haki. Ametufanya haki hivyo tu bure. Haleluya. Hakuna kipawa chochote tunafaa kupeana. Hakuna maombi yoyote tunafaa kuiomba. Hakuna hata mistari ya neno tunafaa kuisimamisha mbele yake. Wokovu hautokani na kitu chochote. Wokovu watokana na yeye mwenyewe. Alitufanya katika kitabu ya, enda ujisomee Roma 3:24. Alitufanya tu wokovu hivyo bure. Ametufungua katika vifungo za kila aina hivyo tu bure. Hakuna sadaka tunafaa alitaka tupeane. Na jambo moja ni hii. Tukiongea kuhusu ile miaka, watu wanasemanga miaka 2000 imepita. Ulikuwa wapi? Haukuwako ulimwenguni. Hakuna kipawa chochote ulipeana ndio Yesu Kristo afe kwa ajili yako. Alikufia tu ukiwa mwenye dhambi. Katika kitabu ya Ephesians, ulikuwa tu mwenye dhambi. Yeye akasimama kwenye mwanya, akakuokomboa, akakuokoa na dhambi zako zote. Na sasa watazama walio ulimwenguni, unaona ni wenye dhambi. Ulikuwa kama wao. Mimi ninajua nilikuwa kama wao, ni huruma nimehurumiwa. Msamaha wa dhambi sijaufanyia kazi, amenipa tu hivyo bure. Sio kwa kuiba ama kutoa
kutoa nyimbo, kutunga nyimbo. Hata nyingi zimetungwa ni za ibilisi tu, hata kama zinasema juu ya Yesu. Sababu ni nini nimesema hivyo? Kama mwenye kuimba ule wimbo hajui njia ya wokovu kamili wa Kristo, na hajui si kwa matendo ati ndio amesamehewa dhambi, si kwa kutubu kwake ati ndio amesamehewa dhambi, huyo mtu hata akiimba nyimbo gani, anaibia tu kule kwa ibilisi ndani, anaibia tu kwa ibilisi. Ni vile anadhani kwa sababu ya kujua neno ako na uzima wa milele, ni vile ako na juhudi ya kulichambua neno ya Biblia, lakini aiba wimbo hauna maarifa, sababu lile neno alipolipokea kulipokea kwa moyo wa Mungu, alikuwa na halikumpa maarifa, halikumwelekeza na kumfundisha mapenzi ya Mungu, ndio aibe ukamilifu wa kazi ya Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana. Ni nani ananenewa? Aliyo ndani ya nyumba ya Bwana. Sababu watu wengi wanafikiria vile wanavyomtafuta Bwana na vile wanafanya hivyo ndio connection. Hapana, hiyo sio connection. Wanafikiria ni point of contact, lakini ni ukweli hata haikaribii. Hoi my dears. Wengine wanafikiria ni kwa sababu wanaomba msamaha kila wakati. My dear, hata ukiomba uombe kila saa msamaha, hakuna msamaha wa dhambi utaupokea, kwa sababu unatubu. Kutubu si kule kwa mdomo, kutubu ni kugeuka, na sio wewe unajigeusha, ni kugeuzwa. Atakufanya. Bwana asifiwe. Yeye ndiye atakufanya, sio wewe utamfanya. Bwana asifiwe. Yeye wakati anapokufanya, hakuna kazi yako yoyote, kazi yote ni yake. Yeye akufanye. Haleluya. Yeye ndiye atakufanya, sio wewe utamfanya. Watu wengi wanafikiria ndio, watu wengi wanasema wao ndio walimpenda Bwana. Walimpenda Bwana, walimjua Bwana, wakatabua Bwana. Nataka kukuambia haujamtabua Bwana kwa njia yoyote ile. Haujamjua Bwana, haujaelewa Bwana. Hata kama waenda kanisa, haujajua mapenzi yake. Hata kama wewe ni mshirika wa kanisa kubwa sana, wewe ndiye kiongozi katika ile kanisa, nakwambia hakuna shida. Haleluya, Bwana asifiwe. Kuna shida katika maisha yetu. Kuna shida mioyoni mwetu. Bwana asifiwe. Tutoke hapo sasa, tuingie katika mstari mwingine. Katika kitabu ya Exodus tulisoma juzi, inasema ya kwamba ndio watu wasidhani ya kwamba Mungu anapatikana mahali popote. Mungu alimwambia Musa, hata kama time yangu inaonekana kama imekwisha, but nitatumia 20 minutes. Exodus 21 inasema, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark
thou shalt put the testimony that I shall give thee. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakao kupa ndani ya sanduku. Number 22. And there 22 niko na haja nayo sana kuhusu maisha yetu ya mapatano yetu na Mungu from the Old Testament. Juzi nikakusomea nasi mapatano yetu na Mungu inatoka wapi? In Christ. Na tukasoma vizuri sana part 1. Kwa hivyo angalia part 1 sana ukienda kuisoma ama kuisikiliza part 2. Akasema and there I will meet with thee and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, or the ark of testimony of all things, which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Nami nitaonana nawe hapo. Christ, Mungu anasema nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema. Katikati ya hayo makerubi wawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayo kuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Musa akaongozwa, Mungu akamnenea Musa, akamwambia Musa, mapatano yangu nawe itakuwa juu ya sanduku la agano. Mahali pale nataka tukutane nawe. Mundu wa Ngai, sio mahali popote. Ya, tazama hapa. Ndio Musa aweze kuongoza wana wa Israeli. Hangeweza kuwaongoza kama hajatambua wala kunjua mapenzi ya Mungu. Musa kwanza alitimiza Isaiah 55:6 and 7. Kuacha njia zake. Tunakumbuka ya kwamba wakati Musa alizaliwa, kwanza aliwekwa katika maji. Moses ni kusema water. Na wakati ule aliwekwa katika maji, alikuwa anafichwa asiuawe kwa sababu kulikuwa na maafa ilikuwa inaua vijana. Hallelujah. Wakimtafuta Christ. Ya, najua ninasema nini? Na wakati huo walikuwa wanafanya hivyo. Musa akafichwa, naye msichana wa king akaja akaona kijana mzuri amefichwa ndani ya maji akiwa amewekwa katika kasanduku kidogo. Na wakati huo, wakati alipomuona akaona ni mtoto mzuri, sister ya mama wa mtoto alikuwa anachungulia nani anaweza chukua ama madhara yoyote isipate mtoto. Wakati aliona huyo binti ya king amemuona, akaja akamuuliza, nikutafutia yule anaweza kunyonyesha huyo mtoto alafu akupatie. Naye akamwambia yes, mtoto mzuri mrembo. Naye akachukua yule mtoto, mama yake akaitwa, akachukua yule mtoto akamlea miaka ile waliagiana, alafu akampatia binti. Moses akaenda kukaa katika Paris. Na one day Moses akakuta
Israeli na Egypt wakipigana, akamuua mmoja, yule sio wao, akambakisha Israeli. The following day akakuta Waisraeli wawili wanapigana, akashindwa ni nani ataua. Lakini maandiko inasema Moses alikuwa anafikiria watu hawa wanajua yeye atakuja kuwatoa katika utumwa, lakini wao hawakuwa na hayo mawazo. Kwa hivyo watu mmoja wao yule alikuwa amechokoza, akamwambia sasa umekuja utuue kama vile uliua Egypt jana. Wakati Musa alisikia hiyo jambo, alitoroka akaenda. Na mahali alienda alimaliza 40 years. Kazi ya Mungu alikuwa amemtayarisha. Alikuwa amemuita hata kabla hajazaliwa, na akazaliwa wakati ule ulikuwa mbaya sana. Vijana walikuwa wanauawa, lakini yeye hakuuawa, sababu Mungu alikuwa na mpango juu ya Moses. Hivyo ndivyo hata siku ya leo wewe ulio na mpango, na ndio hukukufa au kuangamia. Zile mbegu zingine zote zilikuwa zinaingia ndani ya mama yako wakati ulikuwa na wewe unaingia pamoja nazo. Wewe ukaokolewa ukiwa mbegu moja miongoni mwa mbegu milioni kama 5. Wewe uliokolewa katika kifo cha hizo mbegu zingine zilikufa. Musa akawa hivi. Siku moja Biblia inatuambia kwamba Musa alienda akiwa na 40. Alafu akamaliza ingine 40, akawa na 80. Alianza kazi ya Mungu akiwa na 80. Na mimi wakati nilikuwa ninapotazama neno, sioni 80 years. Niliona kukomaa. Niliona mtu asiye na nguvu yake, uwezo wake. Sasa anahitaji mtu wa kumuongoza na kumpeleka. Hana ile nguvu alikuwa nayo wakati alikuwa na 40 years. Wakati alikuwa anaua wa Egypt. Alikuwa hana uwezo. Alikuwa na uwezo mkuu, lakini wakati huo ako na 80 hana. Mungu hataki nguvu za mwanadamu. Mungu hataki uwezo wa mwanadamu. Mungu hataki your education. Mungu anataka kumtumia mwanadamu mwenye hana kitu chake, ndiye Mungu aweze kutia chake. Bwana asifiwe. Moses alitoa wana wa Israeli katika utumwa akiwa hana umbo mzuri. Alikuwa mzee. Wakati alikuwa kijana barubaru, hakuweza kufanya hiyo kazi, sababu angesema ni nguvu zake, angesema ni uwezo wake. Bwana asifiwe. Lakini wakati ule hana nguvu, hana uwezo wowote, atakufikiria anasahau. Wakati huo ndio Mungu aliweza kumpa kibali kile, ndio aweze kuwatoa wana wa Israeli katika mji wa utumwa. Wakati ule tunatumia akili zetu na kujiongoza, ni kuonyeshana hatujakomaa kuandamana pamoja na Mungu. Hatujakomaa kusikia sauti ya Bwana. Sisi tu tuko katika nafasi yetu ya kuonyesha ya kwamba yote yale yafanyikao katika maisha yetu ni sisi tunayatimiza. Hapana. Kanisa haiwezi simama kwa uwezo wa mchungaji. Nyumba haiwezi simama kwa sababu ya nguvu za mume, wala kuwa kiongozi mzuri mke ndani ya nyumba. Nyumba yasimamishwa na Mungu. Psalms 127. Ni Mungu alidae mji. Mungu ndiye ana build house.
Bwana asifiwe. Mahali hapa ninazungumza, ninajua ya kwamba watu wengi wako katika maficho ya kutotambua mapenzi ya Mungu wao. Ndio wanadhani kwa sababu ya kutenda haya mambo na yale, halafu kuomba nikilala na nikiamka ati mimi na Mungu tuko pamoja. Na kuambia hapana, hiyo ni mawazo yako na inakudanganya. Mapenzi ya Mungu haitokani na mapenzi yetu, na haiwezi andamana, na mapenzi yetu haiwezi ongezewa juu ya mapenzi ya Mungu. Wewe ndio utaondoa mapenzi yako ndio Mungu aweze kuweka mapenzi yake. Na hakuna wakati Mungu atabishana nawe wala akukomeshe wala azuilie yale unayotaka. Mungu ni mwaminifu, na Mungu apiganagi na mwanadamu. Anangoja utimize yale yote unayotamani kuyatimiza. Usiseme alikuzuilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, time yangu ikiendelea tu kukwisha, nasema ya kwamba Mungu ako na mahali pale anahitaji waweze kupatana na mwanadamu. Sio mahali pale mwanadamu anataka wapatane na Mungu. Mapenzi yako haihitajiki mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Ndio watu wengi waombao wanaona kama hawajibiwi, lakini ni kwa sababu wameomba tu mapenzi yao, hawakupatia Bwana nafasi ya mapenzi yake. Haleluya. Tukiwa mahali hapo, nilikuwa nataka nikusoma mstari mmoja katika kitabu, kwa sababu ninaona time yangu inaendelea tu. Katika kitabu ya Deuteronomy 5:24 inasema, and you said, behold, the Lord our God had showed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God doeth talk with man, and he liveth. Akasema, tazama Bwana Mungu wetu ametuonyesha utukufu wake na ukuu wake. Wakati nilikuwa ninatazama huu mstari, bereni nilikuwa ninafikiria utukufu wa Bwana ni mambo yale nilikuwa ninadhania. Paka nilikuwa ninashukuru mambo mengi na ile mistari. Wakati nimeona Bwana amenionyesha utukufu wake. Yes. Hata wale wanadhani wako katika ufalme wa mbinguni wanasema Bwana amewaonyesha utukufu wake. Wale walio katika kutokuwa na maarifa, wamejaa kanisani lakini hawana maarifa ya kutambua kazi ya Mungu. Wanasema nimepata, Mungu amelipa utukufu wake. Wale wengine wamebarikiwa kikazi, kifedha na mambo mengine mengi, wanafikiria ni utukufu wa Mungu ate kwa sababu sasa wanajuana na Mungu. Hapana. Ni vile kama uko na bidii juu ya jambo lolote unalolifanya, utapata mazao yake. Bidii yako itakufanya uweze kupata mazao ya kile umetilia bidii. Lakini katika nafasi ya kuliamini neno la Bwana ndio uweze kupokea forgiveness of sin na kuzaliwa tena ndani ya Kristo, haihitaji bidii yoyote. Haihitaji kitu chochote kile unadhani hiyo ndio njia. Hata maombi haihitaji. Kwa hivyo wakati ule nilikuwa ninasoma mahali kama hapa, watu wametuonyesha utukufu wake na ukuu wake, nasi tunasikia sauti yake toka katika moto.
Bwana asifiwe. Kulipokea utukufu wa Bwana ni kupokea wokovu wake kamili. Kutambua sauti ya Bwana katika ufunuo. Bwana asifiwe. Kumpitia yeye Kristo Yesu aliyetuonyesha utukufu wake na mamlaka yake katika msalaba. Nguvu zote zikakuishia msalabani, lakini uwezo wa Baba Mungu wake akamuokoa katika msalaba. Huyo ndiye yule Mungu. Utukufu wake si mambo mengi, haki yake si mambo mengi, ni kutambua hiyo kazi yake na kutambua mapenzi yale aliyotuonyesha kupitia msalaba, kufa, kuzikwa, kufufuka kwake. Hakuna kitu kingine. Utukufu si kupata pesa nyingi, wala kutolewa katika kitanda ukiwa umegojeka. Hapana, si mambo kama hayo maidia. Hapana. Yale Mungu ananena juu yake ni kuhusu kazi ya mwanae Kristo Yesu, yule aliyekufa kutoka kwa msalabani na akatupa kibali na nafasi ya kuitwa wana wa Mungu. Nashukuru Bwana sana mpaka mahali hapo tuko pamoja. Siku ya kesho ya Friday tuko pamoja tukiendelea na neno lake kutoka saa 2. Umesikia nimekwambia ni kutoka saa 2. Nitakuwa nikiingia saa 2. Kwa hivyo naomba uweze kumwambia wenzetu wote kutoka saa 2 tutakuwa tukiwa pamoja katika wedani. Tunabarikiwa, tunainuliwa. Bwana asifiwe. Na kama vile tulikuwa tunafungua lili wa kiroko Morning Glory, mnajua hivyo ndivyo tulikuwa tunaiangalia, ikiwa lili wa kiroko by Apostle Dr. Lydia Wairimu. Tutakuwa tukiangalia na njia ingine sasa ya kwamba the secret of forgiveness of sin. The secret of forgiveness of sin by Apostle Dr. Lydia Wairimu. Kwa hivyo lili wa kiroko iko pale, na sasa tutaendelea tena na nafasi hiyo ingine, lakini ukifungua lili wa kiroko italeta zote. Ukifungua the secret of forgiveness itakuletea tu. Kwa hivyo ni vyema tuweze kutambua haya. Wewe ukifungua tu na lili wa kiroko, ama ufungue ukienda kwa YouTube igiana Apostle Dr. Lydia. Apostle Dr. Lydia Wairimu, utaipata yote. Ukiingia wedani, ingia tu wedani. Kienda Facebook, ingia na Apostle Dr. Lydia, ama uingie na wedani, utanipata tu huko. Tutapatana, tutazungumziana, andika message, piga simu, kwa sababu namba kila wakati naipeana. Na ninashukuru Bwana kwa sababu watu wengi wananipigia wakiniuliza maswali. Nafurahia Bwana sana kwa sababu ya mapenzi yake. Nashukuru Bwana kwa sababu ninamalizia nataka tuombe. Najua watu wengi walikuwa wanangojea time yetu ya saa 3, na sasa nimesema tena, nimebadilisha time kutoka saa 2. Wacha tuombe. Mpaka wakati ule nitamwambia tumerudi saa 3, lakini kutoka sasa ni kutoka saa 2. Hebu tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mkamilifu. Umetupa kibali kikuu na uwezo mkuu kwa sababu ya kazi yako njema. Asubuhi ya leo Bwana, ndio bajile tuimba wimbo mpya kwa sababu umetuonyesha mapenzi yako katika pendo lako. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu kwa sababu wewe ni mkamilifu. Asante ni kwa kibali hicho umetupa asubuhi ya leo, na watu wale wote umetupa tukawa pamoja. Twakuinua, twakutukuza
siku ya kesho tunaomba kuwa pamoja tena, tukizungumza mahali pale tunafaa kupatana nawe, na yale mengi yanayotuzuilia tusipatane nawe. Ndio watu wengi tuweze kurudi katika nafasi ya kutambua mapenzi yako kila wakati kulingana na vile upendavyo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini.